Naam, Idi Amin Dada, siku aliyowafanya Waingereza wambebe kama mfalme. Katika historia ya Afrika, kuna viongozi wachache ambao majina yao yanaendelea kukumbukwa hata miaka mingi baada ya kuondoka madarakani. Mmoja wa viongozi hao ni Idi Amin Dada. Alikuwa mtu anayependwa sana na baadhi ya watu, lakini pia aliogopwa na wengi. Utawala wake ulikuwa umejaa matukio ya kushangaza ambayo yaliifanya dunia nzima imzungumzie. Moja ya matukio yanayotikisa dunia yaliyotokea mwaka 1975 nchini Uganda. Tukio hilo alihusiani na vita, bunduki wala jeshi kubwa. Lilikuwa ni tukio la kisiasa ambalo lilionyesha namna gani Amini alivyotaka kuonyesha nguvu zake mbele za mataifa ya magharibi, hasa Uingereza. Mwanzo wa chuki dhidi ya ukoloni. Tangu alipoingia madarakani mwaka 1971, Amini alionyesha kuwa mpinzani mkubwa wa ukoloni. Aliamini kuwa kwa miaka mingi Waafrika waliteswa, walinyonywa na kudhalilishwa na mataifa ya kikoloni. Kwa mtazamo wake, Afrika ilipaswa kusimama kwa miguu yake bila kutegemea mataifa ya Ulaya. Mara nyingi Amini alikuwa akinukuliwa akitoa kauli dhidi ya Uingereza. Alisema kuwa Waafrika walikuwa wanateseka kwa muda mrefu chini ya wakoloni na sasa ulikuwa wakati wa Afrika kujivunia utu wao. Kutokana na msimamo huo, Amini alipenda kutoa mambo ambayo yangewavuta macho dunia nzima. Alitaka watu waone kuwa Afrika haikuwa tena bara la kutawaliwa, bali ni bara la viongozi wenye mamlaka na heshima. Tukio linaloshangaza dunia. Mwezi Julai mwaka 1975, alfa kubwa iliyofanyika jijini Kampala. Viongozi mbalimbali, mabalozi wa nchi za kigeni, wafanyabiashara na waandishi wa habari walihudhuria hafla hiyo. Wakati watu wanatarajia kuona sherehe za kawaida, jambo lisiotarajiwa likatokea. Idi Amin aliwaagiza wanaume 4 wa Uingereza waliokuwa wanaishi Uganda kumbeba juu ya kiti maalum kama mfalme wa zamani walivyokuwa wakibebwa. Wanaume hao walimbeba kwa kiti juu. Watu wengi walibaki wakitizama kwa mshangao. Kameramani walianza kupiga picha na waandishi wa habari wakaandika tukio hilo kwa haraka zaidi. Picha hizo zilisambaa katika sehemu mbalimbali za dunia. Ujumbe ulikuwa umejificha. Kwa mtu wa kawaida, tukio hilo lingeweza kuonekana kama mzaha, lakini kwa Amini halikuwa jambo la kuchekesha. Alitaka kupeleka ujumbe maalum kwa dunia. Kwa miaka mingi, wakati wa ukoloni wa Afrika, walitumika kama watumishi katika nchi zao wenyewe. Walibeba mizigo ya ukoloni, waliwajengea nyumba, waliwalimia mashamba na kufanya kazi ngumu kwa manufaa ya watawala wa kigeni. Amini alitaka kubadilisha picha hiyo. Alitaka waone wazungu wakimbeba Mwafrika badala ya Mwafrika kuwabeba wazungu. Kwa mtazamo wake, ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kuwa zama za ukoloni zilikuwa zimekwisha. Hofu ya kukataa. Watu wengi walijiuliza swali moja muhimu: kwa nini Waingereza hao walikubali kumbeba? Baadhi ya wachambuzi waliamini kuwa waliogopa kukataa. Wakati huo Amini alikuwa na mamlaka makubwa sana nchini Uganda. Alijulikana kwa kutoa amri ambazo hazikupaswa kupingwa. Kwa wafanyabiashara wa kigeni, kungeweza kusababisha matatizo makubwa katika biashara zao, hata usalama wao. Hivyo iliaminika kuwa wengi wao walifuata maagizo hayo na tahadhari kubwa. Kuishinda Uingereza bila vita. Idi Amin mara nyingi alipenda kutumia maneno makubwa yenye kuvutia. Aliwahi kujipa majina mengi ya ajabu ambayo yaliwashangaza watu duniani. Moja ya majina hayo ilikuwa ni mshindi wa dola ya Uingereza. Kwa Amini, ushindi haukuwa lazima upatikane kwa vita. Aliamini kuwa wakati mwingine unaweza kumshinda adui kwa kuonyesha kuwa huna hofu naye. Ndio sababu aliendelea kuwa na matukio ya kisiasa yaliyolenga kuonyesha kuwa Uganda ilikuwa taifa huru lisilotishwa na mataifa makubwa. Katika mwaka 1975 kulikuwa na matukio mengi ambayo baadhi ya Waingereza walionekana wakionyesha heshima kubwa kwake katika hafla mbalimbali za kiraia. Haya yote yalikuwa sehemu ya kampeni yake ya kuonyesha kuwa Afrika ilikuwa imeanza kujitawala kwa nguvu zake.
Kwa wafuasi wake, Amini walikuwa mashujaa wa kweli. Waliona kuwa alikuwa mmoja wa viongozi wachache waliothubutu kuikosoa Uingereza hadharani, waliofurahia kuona kiongozi wa Afrika akizungumza bila uoga mbele ya mataifa makubwa. Matukio kama hayo yalikuwa ishara ya uhuru, kujivunia utaifa na kupinga mabaki ya ukoloni. Waliona kuwa alikuwa akitetea heshima ya Mwafrika mbele ya dunia. Lakini si kila mtu aliyemuunga mkono. Wakosoaji wake waliadaa kuwa matukio hayo yalikuwa njia ya kutafuta umaarufu wa kuwatisha watu. Walisema kuwa badala ya kujenga uchumi wa kuboresha maisha ya wananchi, Amini alipenda kufanya maonyesho yaliyovuta vyombo vya habari. Pia walimtuhumu kwa kutumia nguvu nyingi katika utawala wake na kunyamazisha waliompinga. Kutokana na sababu hiyo, maoni kuhusu Amini yalibaki kugawanyika. Urithi uliobaki hadi leo. Miaka mingi imepita tangu Amini aondoke duniani, lakini jina lake bado linatajwa katika vitabu vya historia, vipindi vya televisheni na mijadala mbalimbali duniani. Baadhi ya watu hukumbuka kama kiongozi aliyepinga ukoloni na ujasiri mkubwa, wengine hukumbuka kama mtawala mkali aliyependa kutumia nguvu. Hata hivyo, jambo moja halina ubishi: Idi Amin alikuwa mmoja wa viongozi walioweza kuifanya dunia nzima kuzungumza kuhusu Afrika. Tukio la mwaka 1975 la kubebwa na Waingereza lilibaki kuwa moja ya matukio ya kipekee katika historia ya bara hili la Afrika. Lilikuwa ni tukio linaonyesha jinsi siasa zinavyoweza kutumiwa kupeleka ujumbe mkubwa bila hata risasi moja kupigwa. Na hadi leo watu wengi wanapoona picha ya tukio hili wanajiuliza swali lile lile: je, ilikuwa ni ishara ya ushindi dhidi ya ukoloni au ilikuwa ni njia ya kuonyesha nguvu na utawala mmoja? Jibu kwenye comment section ili nipate kukuletea makala jinsi gani alitolewa katika madaraka. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, ni mimi Daudi Michael Mwaluko nikikuletea makala haya. Kamwe hautojutia MB zako.